Kwanza tunachukua nafasi hii kushukuru sana serikali ya mfalme ya Saudi Arabia, mfalme Salman, na uongozi mzima wa. Kwanza nachukua nafasi hii kushukuru nchi ya Saudi Arabia ikiwa inaongozwa na mfalme Salman na wizara yake tukufu, wizara ya Awqaf na mambo ya dini, kuweza kutuandalia warsha hii ambayo itakusanya maimamu mbalimbali na viongozi wa dini kutoka katika nchi ya Tanzania, mikoa yote. Kusema kweli tunashukuru. Mtu yote anayekutendea jema inabidi mnipe, man sana lakum ma'rufan fakafi'uhu fa lam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu. Nad'u lil mamlaka al arabia saudia bi an adu ilaina hadha al khair. Kwa hiyo tunashukuru serikali hii kwa jambo zuri hili ilolifanya, na kuna la nadana ariftu البارحة أن هناك ملحق الديني للسفارة، فقلت ما شاء الله، ما شاء هذا اعتناء كبير للمملكة لدولة تنزانيا. Sikuwa tujui kama nimpata habari jana kwamba kuna mwambata wa dini katika ubalozi wa Saudi Arabia, na hili ni jambo kubwa katika siku za nyuma halikuwepo, lam takun mawjuda fi sabiq. Lakini limekuwepo, na hii ni dalili nzuri ya kwamba nchi ya Saudi Arabia imekusudia kutoa manufaa kwa mapana zaidi katika nchi yetu. Kwa hiyo tunashukuru sana hili, lakini pia napenda tu ni iombe serikali ya Saudi kwa niaba ya Mufti wa Tanzania iendelee kutupa misaada mingi. Hii ni warsha ambayo inahusu maimamu na viongozi wa dini, lakini uelewa wa dini ni jambo ambalo linatakiwa lienee katika nyanja zote, katika vyuo, wakati mwingine hata katika mahospitali. Idhan fil mustashfiyati baghi lil atibaa wal mumarridina yakuna lahum wayu dini mithla hadhihi al umur idha nafia, lianna al insan, kwa sababu mwanadamu anafikia kuipata pepo yake pale alipo. Anaipata pepo yake pale alipo, akiwa hospitali, akiwa shule, akiwa mahali popote. Dini yetu shamila, ma faratna fil kitabi min shay. Katika dini ya Uislamu hakuna jambo lililoachwa ambalo halikuguswa na Uislamu. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaomba wazidi kutuletea warsha kama hizi nyingi. Nimesema hapa nimechekesha kwamba tunataka ziwe nyingi mpaka tujiulize kwani ngapi, 20 ya 30? Ziwe nyingi zaidi, na wama tukaddimuhu min khairin tajiduhu inda Allah, na lolote jema mtakalolifanya kwa Tanzania halipotei. Ndugu zangu wa Saudia, ni kwamba mtalikuta kwa Mola wenu. Kitu kimoja kikubwa ambacho mmekisema na nimechota, kusema kweli nitaka kalima yangu niitoe tangu mwanzo kwa lugha hii, kwa sababu najua wengi wanasikiliza nyinyi, hata mimi Kiarabu sikijui vizuri, na nyinyi mnaweza kuwa maneno mengine wameyapita, kumbe nimezungumza Kiarabu cha ndani, ni mkake hamkuelewa. Yani ilikuwa vizuri hasa nizungumze kwa Kiswahili. Ndio maana hata wakati mwingine nikana jaribu kutafsiri baadhi ya maneno, kasai ila alhayja bighairi silahi falhayja law aradtu an asala aljami' almawjuda huna lawajadtu alqalila minhu ya'lamuna ma'na alhayja, فكان الأولى والأحسن أن ألقي كلمتي بالسواحلية حتى يفهموا كل شيء، ولكن الحمد لله أبى الله إلا an arauda maratan ukhra li atakallama bil lughati swahili. Mungu hakutaka niondoke mpaka Kiswahili nacho kitawale. Kwa hiyo nimerudi hapa. Kubwa ambalo nataka niseme, ambalo sasa nilisema kwa lugha yetu, mtapata elimu, mtapata mambo mengi. Yale mambo mtakayopata ni elimu, lakini elimu inataka namna ya kuifikisha. Dini yetu nasema lingania dini kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri. Unaweza kuwa tayari dini unayo na elimu nzuri unayo, lakini hikma huna, mawaidha mazuri huna, nyamaza. Qila an-Shafi'i su'ila yawma an su'alin tafihin ghayru sa'abin falamma su'ila sakat wa lam yujib
فسئل الشافعي لما سكت وسئلت سهلا يعني سؤالا بسيطا فقال حتى أعلم الخير في الإجابة أو عدم الإجابة. Ameulizwa swali Imam Shafi'i kwamba mbona hivi na hivi, akasema, akanyamaza. Mbona umenyamaza? Na swali njepesi, asema mpaka nijue usahihi huko katika kujibu au kunyamaza. Nikishajua ndio nichague moja. Kuna faida gani ukenda kuwalingania watu afu mkawa magombana? Ujumbe wako umefikisha? Kuna faida gani? Inabidi utumie, utafute hikma. Yani na hikma jambo kubwa, wa man yu'ta al-hikma fakad utiya khairan kathira. Yule mwenye kupewa hikma huyo kapewa sana. Sio jambo jepesi, sio kila mtu anaweza kuwa hakimu. Mpaka uwe na hikma. Tunachotaka tukione ni watu kuongoka na kuelekea pasi na magomvi. Wewe ukiona kwamba kwa elimu yako uliyopata na nafasi yako uliyokuwa nayo, badala ya watu wakupende wakawa wamekufata, ikawa watu wanakulani, hawakutaki, basi ujue umekosea. Kwa hiyo tutarajia na daura hii iwe ni chachu ya kuongeza ari yenu ya kuongoza watu kwenda kwa Mungu, iwe ni sababu ya kunoa elimu zenu ziwe safi zaidi, ziwe zenye manufaa, lakini iwe ni sababu ya kupeni ilmu na hikma ya kuweza kuongoza watu. Na ile hadithi niliyotaja ni muhimu sana, kwamba idha arada Allah bi'abdin khaira istamala. Mungu akimtaka mtu akamtakia khairi, yani Mungu kama anakutakia khairi basi anakutumia. Anakutumiaje? Qala yuwaffiqhu li amali alkhair, Mungu anamwafikisha kutenda mambo ya khairi. Thumma yaqbiduhu alayhi, kisha anaitoa roho yake akiwa katika mambo ya khairi. Kwa Mungu ajalie maimamu, ni kazi kubwa na muhimu sana. Yoyote ataingia peponi ni nyinyi, na yoyote ataingia motoni ni nyinyi. Kwa hiyo nichukua nafasi hii kuishukuru Saudia kwa jambo hili zuri ya kutupasha moto ili tuweze kufanya kazi yetu vizuri. Na kama nilivyoomba kwamba naomba hii ni warsha ya pili, lakini ziwepo nyingi mpaka tushindwe kukumbuka idadi, tufanye kukosoana. Wewe unasema 17 ya 19 hii. Mungu atujalie hivyo, lakini na sisi tujue kwamba tumechaguliwa kupewa jambo muhimu. Kama hatutolifanyia kazi vizuri, tutakuja ulizwa na Mungu kwa nini tulipewa nafasi hii alafu tukaitumia vibaya. Niombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, aibariki nchi ya Saudi Arabia, adumishe amani na utawala uliokuwa bora katika nchi zote mbili. Na tuko katika kipindi kigumu ambacho ni cha uchaguzi. Nchi nyingine watu wanahama, lakini nchi yetu si wote tupo. Tuombe Mwenyezi Mungu adumishe amani na tuchagulie viongozi waliokuwa bora ambao wataweza kutuongoza vizuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.